Na mtazamaji wa Faida Online TV, shirika lisilo la serikali la Backaid lililopo chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA linalofadhiliwa na shirika la NCA wamekutana na kikundi cha malezi chanya kilichopo kata ya Tangazo, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, na kuwapa mafunzo juu ya ukatili wa kijinsia kwa njia ya mtandao. Hata hivyo, shirika hilo la Backaid wamekutana pia na kikundi cha mabinti ambao wanajifunza kushona katika kata hiyo ya Tangazo na kuwajengea uwezo kuhusu namna wanavyoweza kujua na kuzuia ukatili wa kijinsia wa kidigitali. Faida Online TV, watu wa field pass na yana pasipo na bugudha, tumefika Tangazo na kuendelea taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Jina ni Salim Ibwe, nafanya kazi chini ya shirika la Backaid ambalo lipo chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Tunafanya mradi wa kupinga ukatili wa kijinsia pamoja na kutoa elimu ya afya ya uzazi ambalo lipo chini ya ufadhili wa shirika NCA. Kwenye mkoa huu wani Mtwara tunafanya kanseli 3 ambazo ni Mtwara DC na Nyamba pamoja na wilaya ya Tandahimba. Ni mwongozo wa viongozi wa dini kutoa ni elimu ya masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini ya platform ya pili ni vikundi vya kijamii kama sasa vikoba, na platform ya 3 ni shule kwenye hizi ni clubs. Platform ya 4 ambayo pia ni ya muhimu, tunatumia champion ambao pia ni wanaweza ni wakutane na makundi. Kwenye hii kata ni ya Tangazo kuna kikundi cha malezi chanya. Malezi chanya ni kikundi cha watu yani sasa ambao sasa wanafanya kazi ya kufanya ni awareness ya malezi chanya. Kwa hiyo tumeona kwamba ni fursa sisi pia kufanya nao kazi. Lengo kubwa ni kuwajengea ni uwezo kwenye masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini pia tumekubaliana kwamba malezi chanya yani wanaweza wakawa ni wadau wakubwa ni wa Backaid. Wakati wakifanya shughuli zao za malezi chanya, wanaweza wakafanya pia na shughuli za Backaid ambazo pia kazi kubwa ni kupinga ukatili wa kijinsia. Leo pia tumekutana na kikundi cha mabinti 18 mpaka 20 ambao pia ni ambao sasa ni wanajifunza kushona. Hili pia ni kundi ambalo tumeona kwamba ni fursa pia kuwapatia ni elimu ya kupinga ukatili wa kijinsia. Hasa kwa siku ya leo tumejikita ukatili wa kidigitali kwa sababu ni mabinti wanatumia simu, wanakutana na changamoto nyingi sana. Kwa mujibu wa takwimu inasema kwamba msichana mmoja kati ya 3 wameshawahi kufanyiwa ukatili wa kijinsia. Vile vile 73% ya wasichana na wanawake wameshawahi kufanyiwa ukatili wa kijinsia kwa njia ya mtandao. Lakini pia 85% ya matukio ni ya ukatili yani hayaripotiwi. Kwa hiyo tumeona kwamba ni sehemu pia ya kukutana kujengeana ni uwezo, lakini pia ya kuwatumia kama ni Backaid yani wanakuwa ni mabalozi wetu wa kwenda kufikisha ni elimu ya kupinga ukatili wa kijinsia. Kwa majina mimi naitwa Musa Athmani Jimbau, ni mkazi wa kijiji cha Tangazo. Tumepata mafunzo ya ukatili wa jinsia. Tumejifunza mambo mengi, lakini likiwemo mojawapo la ukatili wa kijinsia kupitia kwenye digital, yani kimtandao. Kwa majina naitwa Zuhura Muhammad Chienga. Kupitia mafunzo haya naahidi mimi kama ni mjumbe kwa wale wenzangu ambao wasibahatika kupata leo mafunzo haya, nitaanza kutoa elimu 1 hadi 2 na mpaka kwa wengi. Pia nawashukuru Backaid
ambao wapo chini ya BAKWATA kwa ufadhili wa NCA. Kwa majina naitwa Abdiali Mohamed Mfaume, ni GBV champion kata Tangazo. Kwanza kabisa napenda kutoa shukrani za dhati kwa shirika la BAKAID ambalo liko chini ya BAKWATA kwenye idara ya afya ambalo linadhaminiwa na NCA kwa kuja kwenye kata yangu na kuwapatia watu mafunzo ambayo yalikuwa ni changamoto kwenye jamii yetu. Mafunzo ambayo ni ukatili wa kijinsia kwenye njia ya mitandao ya kijamii. Unajua vijana wengi au jamii nyingi ilikuwa inachukulia mitandao ya kijamii kama tu sehemu ya mchezo na sio fursa. Unaona? Kwa kupitia mafunzo wamejua nini athari za kutumia vibaya mitandao ya kijamii na pia ni mitandao ya kijamii itumike vipi ili kuweza kupinga ukatili wa kijinsia. Kwa majina naitwa Lefa Mohamed, mkazi wa Tangazo. Leo tumetembelewa na shirika la BAKAID lilipo chini ya BAKWATA linalofadhiliwa na NCA. Wamekuja kutupa mafunzo ya unyanyasaji wa kijinsia kwenye mitandao. Tunashukuru kwa mafunzo haya na tunaenda kuyafanyia kazi. Kuna watu wanatumia vibaya mitandao kwa kujua au kusiko kujua, kama watu wengine au kama kuna mdada hapa aliposti picha bila kujua ikatrend na watu wakaiona ilikuwa ni picha ya utupu ambayo kwa kweli hata yeye sidhani kama ataweza kuishi tena hapa. Kwa majina naitwa Faudhia Salum Mohamed, mkazi wa Tangazo Pachani, mwanafunzi wa kushona. Leo nashukuru shirika la BAKAID walikuja kutupa elimu inayohusiana na ukatili wa kijinsia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano tunaweza kutumia mitandao ya kijamii kujikuza kiuchumi na kuachana na vitu ambavyo vinatutoa kwenye mstari. Kwa jina naitwa Asia Salmu. Nashukuru kwa siku ya leo kwa kutembelea na shirika la BAKAID lipo chini ya BAKWATA. Wametupa mafunzo ya ukatili wa kijinsia. Mafunzo haya pia za kuwaelekeza wenzangu na kuwapa kama ushauri tuweze kutumia vizuri katika mitandao ya kijamii. Kwa majina naitwa Mwanaidi Hassan Mpota. Katika mafunzo ya leo tumejifunza ukatili wa kijinsia na ukatili wa kijinsia kimtandao. Mafunzo haya yana umuhimu kwa wanafunzi wangu katika kujua jinsi gani ya kukabiliana na mambo ya kiukatili katika jamii zetu na kwa njia ya kimtandao pia. Kwa majina naitwa Ino Watson Musa, afisa mtendaji kata ya Tangazo. Leo tarehe 18 tumepokea ugeni kutoka ofisi ya BAKWATA ambao wamekuja kutupatia elimu ya ukatili wa kijinsia, ambayo hii elimu katika kata yetu itaenda kutunufaisha kwa jamii nzima kulingana na maadili yalivyo katika jamii yetu. Na mtazamaji wa Faida Online TV, kupitia mafunzo haya yanayotolewa na shirika la BAKAID lilopo chini ya BAKWATA kwa udhamini wa shirika la NCA, ni wazi kuwa yanaenda kupunguza kama sio kutokomeza kabisa vitendo hivyo vya ukatili wa kijinsia kidigitali, yani kwenye mitandao. Wa kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na tukutane wakati mwingine.